Unaangalia Baba Sam the King Tanzania TV channel. Kwa maoni na ushauri tumia namba zifuatazo 0752732515. Baba Sam the King. Kike ni mtoto, mtoto wa kike ni mtoto, usimnyanyase, usimbague, usimnyanyase, usimbague. Mtoto wa kiume ni mtoto, mtoto wa kiume ni mtoto, usimnyanyase, usimbague, usimnyanyase, usimbague. Wote sawa, wote sawa, wote sawa, waliumbwa na Mungu. Wote sawa, wote sawa, wote sawa, waliumbwa na Mungu. Wote sawa, wote sawa, wote sawa, waliumbwa na Mungu. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum, mpenzi msikilizaji wa simulizi za sauti. Karibu tena katika simulizi zetu ambazo umezoea kuzipata hapa. Na hii simulizi ikiwa inaitwa Mtoto wa Kike ni Mtoto, sehemu ya 4. Sehemu ya 3 ambapo tulipoishia, tulimuona mzee Abdul Karim akiwa pamoja na hawa vijana, akiwa na binti yake Shani pamoja na kijana wa kuitwa Davis, akiwa amewakamata katika shamba la mihogo ambapo ndipo walipokuwa wakifanya mambo yao, na hatimaye ndo wakawa wamekamatwa hapo. Pia tukamuona Silvia ameenda moja kwa moja mpaka kwa mwanae kwenda kumshauri yale ambayo yanayomsibu. Na baada ya kufika pale, kabla hajaanza kumpa mikakati ya biashara, moja kwa moja mtoto huyu wa kuitwa Eris akaleta jambo lingine ambalo ni geni kabisa kwa Silvia, alikuwa hajalisikia, ambalo ndiyo hilo la kupigiwa simu na binti wa kuitwa Judith kwamba huko Davis ameyakanyaga, kafanya mabaya. Moja kwa moja, wakati Eris ametoka kuchuuza mihogo au wengine wanasema kurangua, moja kwa moja amekutana njiani na kijana ambaye ni mwanajeshi wa kuitwa Mrope. Sasa je, hili ni zali la mentali? Hapo hatujui. Tuendelee kuifuatilia simulizi hii. Pia Silvia hajakaa kinyonge, ametoka hapo na kwenda kumwambia mme wake mzee Daniel kwamba kule mtoto amekamatwa wa kuitwa Davis. Sasa moja kwa moja anamwambia Silvia, anaambiwa na mme wake mzee Daniel kwamba watoke waende moja kwa moja mpaka alipo Eris ili aende akawaeleze vizuri. Sasa simulizi yetu inaanzia hapo hapo ambapo walikuwa wanatembea wanaelekea kwa Eris alipo ili aweze kuambia yale ambayo ametoka kuambiwa na Silvia. Yaani mzee Daniel haamini hicho ambacho kinachoenda kutokea. Kwa hiyo ndio maana amemwambia mke wake
waambatane moja kwa moja mpaka kwa binti yao ili aende kuwaeleza vizuri. Kama endapo utakuwa haujasubscribe channel hii, chini ya video hii kuna kitufe ambacho kina rangi nyekundu lakini kina alama ya kengele. Unaweza ukagusa hapo ukawa ndio mmoja katika wale ambao ni wanafamilia. Video zote tutakazokuwa tunawawekeeni utakuwa wewe ni wa kwanza kabisa kuzipata, kwa sababu wewe utakuwa mwanafamilia. Karibu sasa tuweze kuisikiliza hii sehemu ya 4 ya simulizi yetu, Mtoto wa Kike ni Mtoto. Karibu sana. Mtoto wa kike ni mtoto. Mtoto wa kike ni mtoto. Usimnyanyase, usimbague, usimnyanyase, usimbague. Mtoto wa kiume ni mtoto. Mtoto wa kiume ni mtoto. Usimnyanyase, usimbague, usimnyanyase, usimbague. Wote sawa, wote sawa, wote sawa, waliumbwa na Mungu. Wote sawa, wote sawa, wote sawa, waliumbwa na Mungu. Wote sawa, wote sawa, wote sawa, waliumbwa na Mungu. Yaani unajua haya mambo kabisa, haya yanakuwa sio mazuri. Yaani mtoto nimemwamini kabisa yani. Halafu anaanza kunidhalilisha kiasi hicho. Yaani sijui amekaa namna gani esi. Ndo hivyo. Sini bora tu tungempeleka sasa Elisi aenda kasome kuliko huyu. Sasa ona namna jinsi ambavyo anavyotudhalilisha. Ni hatari tupu. Karibuni. Asante mwanangu. Tunashukuru sana. Sasa Elisi, nimekuja hapa na baba yako. Anasema hivi, anataka umwambie yale yote ambayo aliyojitokeza. Hivi ni kweli kabisa ulichoniambia ni kwamba kaka yako amekamatwa huko alipo? Baba, nilikwambia unisomesha au kutaka kunisomesha babangu? Nilikwambia, nikakwambia kabisa na mimi nafaa niende nikasome. Ukasema wewe ni mtoto wa kike, haufai kusoma. Sasa ona, yule mtu ambaye mmemwamini sasa hivi ndo kaenda kakamatwa, sasa hivi yuko na mwanamke huko. Wamemfuma anafanya mambo yake huko. Sisi tunakaa tunajua kwamba anasoma, kumbe hamna kinachoendelea. Anaendelea na mambo yake.
Mwanangu, unajua hivi vitu vingine vinakasirisha kweli kweli. Wewe ni mtoto wa kike, ndio maana mimi niliona endapo utaenda huko mambo yatakuwa mengi. Sasa ona, huyo Shani niliyoambiwa, si unaona na yeye yuko na wavulana. Kwa bora yako hata wewe ambaye hujaenda huko hauwezi kuwa na wavulana. Baba, kwani hapa nilipofikia nikiamua mimi kama mtoto wa kike, nikaamua nikatoka hapa nikajiondokea zangu kule ambapo unapochuza mihogo huko, nikalala na mvulana. Sasa wasi unasema kwamba eti tatizo ni mtoto wa kike sijui nini. Kwani mimi nikienda kule nikalala na mvulana unaweza kujua? Sinaweza kuleta tu kama ni mimba naweza kuileta hapa. Kwa nini babangu hutaki kuniamini? Mimi ndio ni mtoto wa kike, lakini najiamini kwamba nikipelekwa shule naweza nikasoma vizuri. Mmeniathiri kisaikolojia babangu. Mpaka sasa hivi akili yangu haiko sawa. Ni kweli mwanangu. Sasa mbona unaanza kuzungumza mambo mengi hayo? Hauoni hata mimi mama yako unaniumiza? Sasa nyinyi mnategemea mimi nizungumze nini? Nyinyi ndo wazazi wangu. Nisipowaambia nyinyi nikamwambie na? Ni kweli. Sawa, umetuambia ndio, ni kweli. Sasa huyo mtoto wa kiume ambaye mliomwamini nyinyi, yako wapi babangu? Kama ni pesa umetoa, yeye hizo pesa nazichukua naenda kulala na wanawake guest. Huoni kama ni shida babangu? Ni shida kwa kweli. Hapo ni hatari sana. Ngoja niwaambie kitu. Nimepata mchumba. Naomba muendelee kuniombea. Ingawa sikusoma, lakini hata huyo mchumba basi mniombea awe mchumba wa kweli, niishi naye vizuri, nipate naye watoto. Unasemaje? Sasa usianze kumgombeza mtoto. We mwache kwanza tuambie anachotaka kutuambia. Mambo ya kwanza kumgombeza haya yatakuwa sio mazuri. Baba, inamaanisha kwamba wewe hutaki hata mimi niolewe? Kwani nitakaa hivi? Usilie mwanangu, usilie. Inawezekana baba yako hajajua nini umuhimu wa kuolewa. Mimi naufahamu, lakini kwa nini ametafuta mwanaume mapema yote hii? Huu ni ujinga. Unatafutaje mwanaume sasa hivi? Mimi nia yangu uendelee kujitunza binti yangu. Wewe unafikiria atajitunza mpaka lini? Mimi ningejitunza ungenipata.
Mama Davis, unaanza kunikosea. Wewe unajuaje kama huyo mwanaume atakuwa ni mkwe? Unajua kama atakuwa ni mkwe? Mi naona hamna hapa kinachozungumziwa. Zaidi, mradi umeshaambiwa na mwanao, tayari inatakiwa uthibitishe. Mimi ndo naondoka. Bora nimeshakufikisha kwa mwanao na ameshakwambia kila kitu. We Mama Davis, ndo unaamua kwenda? Shit. Mtoto wa kike ni mtoto, mtoto wa kike ni mtoto. Usimnyanyase, usimbague, usimnyanyase, usimbague. Mtoto wa kiume ni mtoto, mtoto wa kiume ni mtoto. Usimnyanyase, usimbague, usimnyanyase, usimbague. Wote sawa, wote sawa, wote sawa, waliumbwa na Mungu. Wote sawa, wote sawa, wote sawa, waliumbwa na Mungu. Wote sawa, wote sawa, wote sawa, waliumbwa na Mungu. Baba, umeona? Umeamua kumkimbiza mama. Na ameondoka kwa sababu ya hayo unayoyasema. Unanitenga mno babangu. Hebu jaribu basi kunijua kama na mimi ni mwanao. Mchukulie mtoto wa kike, naye anaweza kukusaidia chochote kitu. Babangu, mbona kuwa mgumu hivyo? Biashara zangu ziende vibaya, nipate mwanaume wa mgome. Baba, kwa hiyo utanioa we mwenyewe au? Asa baba, ndo unanipiga. Mambo gani hayo unazungumza? Unazungumza utumbo tu hapa. Mimi hapa nimekasirika, alafu unaendelea kuzungumza vitu ambavyo havieleweki. Wewe una akili wewe? Yaani wewe unanizungumzia mambo ya kuhusiana mimi kukuoa. Sasa kwa nini unaning'ang'ania? Unataka nikae nyumbani nifanye nini? Unioe tu baba. Nakwambia uache ujinga, usiendelee kuniambia mambo kama hayo. Tena ngoja niondoke, kwa sababu naona hapa huu ni ujinga. Kwa sababu nikiendelea kukaa hapa mimi nitakuvunja. Mimi ndo nikuoe kweli?
ngoja niondoke. Ni nani anayepiga? Ngoja nimpokee nisikie kwanza. Halo. Halo. Mtandao wenyewe ushiki vizuri. Alafu sijui kwa nini anapiga sasa. Kwa kweli baba, kunitesa tu. We ngoja. Atashangaa mimi mwenyewe mtoto wa kike ndo nitakayemsaidia. We ngoja tu, Mungu yupo. Anarudia tena kupiga. Wewe mtaka nini? Halo? We Eris. Kumbe ni wewe. Ni mimi. Nimekupigia hapa simu kwa sababu nimeona kidogo ni kama vile tumepotezana sana. Ndiyo. Naamini utakuwa uko vizuri huko nyumbani ulipo, si ndio? Hapana. Kwa nini hapana? Yaani nimemwambia babangu kwamba nimepata mchumba, amenigombeza huyo. Kwa nini amekufanyia hivyo? Hata mimi mwenyewe sielewi. Basi nakuomba tuje tukutane sehemu fulani, ile sehemu ambayo tuliyokutana pale katika ile njia. Nitakuja na gari tukutane hapo, alafu nitakuja kukuonyesha kwangu, sawa? Haya, nashukuru. Haya, nikukute pale katika ile njia ambayo tulikutana pale. Haya, nakuja. Okay. I love you. Nakupenda pia. Kiingereza mimi sijui. Hakuna shida. Haya. Kumbe alikuwa huyu. Asante Mungu. Nataka niende nikapaone anakoishi. Ambako na mimi ndo nitakapoishi. Niachane na mambo ya baba. Ya baba yenye ni maudhi tupu. Hamna lolote.
wala hawezi kujishughulisha na lolote. Kazi ya kuwakataza watoto wa kike wasisome na wasiolewe. Sasa mtu hataki nisome, hataki niolewe. Nikimwambia nioe yeye mwenyewe ananipiga. Sio nataka nini? Nataka nifuge wakati hajui kama binadamu hawafugiki. Changanya habari tu. Mtoto wa kike ni mtoto. Mtoto wa kike ni mtoto. Usimnyanyase, usimbague. Usimnyanyase, usimbague. Mtoto wa kiume ni mtoto. Mtoto wa kiume ni mtoto. Usimnyanyase, usimbague. Usimnyanyase, usimbague. Wote sawa, wote sawa, wote sawa, waliumbwa na Mungu. Wote sawa, wote sawa, wote sawa, waliumbwa na Mungu. Wote sawa, wote sawa, wote sawa, waliumbwa na Mungu. Samahani bosi. Ndio, bila samahani. Nimekuita hapa nikuachie hii guest. Samahani lakini kwa hiki ambacho nakizungumza. Ina maana unataka kuniambia kwamba umeacha kazi? Hapana bosi, sijaacha kazi, lakini ambacho kilichotokea ni kwamba kuna wateja ambao nilikuwa nimewapokea hapa. Alikuwa Bwana Davis pamoja na binti ambaye anaitwa Shani. Anaitwa Shania Abdul Karim. Sasa baada ya kuwepo humu katika gesti, sasa niliwapatia moja kwa moja mawasiliano yangu na nilishangaa sana. Walikuwa ni wanafunzi walikuja humu. Sasa baada ya kuwapatia mawasiliano yangu, wakaendelea kuwepo humu. Wakamaliza starehe zao wakaondoka. Sasa leo nimepigiwa simu na baba yake na huyo Shani, yaani mzee Abdul Karim. Amenipigia simu, ameniambia sasa hivi hapa niende. Kwa hiyo wamesema kwamba ananionyesha location, sehemu shamba lilipo, ndo ambapo walipo wakamatia huko. Kwa hiyo wanafunzi wameanza kufanya ufuska kwenye mashamba. Kwa nini asingekuja tena kunichangia? Bosi, wewe unaona aise, ndio hivyo kasha kamatwa sasa. Wacha kamatwe kwa sababu amependa
Ataendaje kufanyia mapenzi kwenye mihogo? Alikuwa amependa yeye mwenyewe. Acha kamatu. Magesti kama haya yapo. Boss, hahuzuniki hata kwamba ni mwanafunzi? Nihuzunishwe na nini? Mimi siwezi kuhuzunika. Vipi angekuwa ni mwanao sasa? Hata kama ni mwanangu, hata kama nataka hata leo aje tu anichangie. Mimi si mradi niingize pesa. Na hizo pesa ndo ambazo namsomesha we mwenyewe. Familia. Kwani mimi nitajua kwamba eti nasomesha au nafanya nini? Ili mradi azilete zitarudi huko zilikotoka. Sawa bosi. Najua wewe hauishiwagi utani. Kwa hiyo nimeitwa, natakiwa niende. Afu kuna binti mmoja anaitwa Eris. Inabidi nimpitie pale kwao niondoke naye. Basi sawa. Nitaenda nitamwambia binti yangu Edina ataingia humu ndani. Atakuta nasimamia. Chochote kile ambacho watakachokwambia basi utanishirikisha, sawa? Sawa boss, nimekuelewa. Okay. Unaweza ukaenda sasa. Hakuna tatizo. Ngoja na mimi nikamwambie Edina aje asimamie hapa. Sawa. Kwa kweli dunia hii mambo yashakuwa mengi. Wananitoa kwenye kazi naingia kwenye mambo mengine. Mtoto wa kike ni mtoto. Mtoto wa kike ni mtoto. Usimnyanyase, usimbague. Usimnyanyase, usimbague. Mtoto wa kiume ni mtoto. Mtoto wa kiume ni mtoto. Usimnyanyase, usimbague. Usimnyanyase, usimbague. Wote sawa, wote sawa, wote sawa, waliumbwa na Mungu. Wote sawa, wote sawa, wote sawa, waliumbwa na Mungu. Wote sawa, wote sawa, wote sawa, waliumbwa na Mungu. Sasa wewe Mama Davis, baada ya kuendelea kukaa pale pale tukaendelea kuzungumza na mtoto, umeamua kunikimbia. Wakati nimeona kabisa umeanza kuzungumza vitu ambavyo havieleweki. Ulitegemea mimi niendelee kukaa karibu na mtoto afu nazungumza mambo kama hayo? Au unataka mimi na wewe atufananishe kwamba wote tuna nia mamoja? Mimi siwezi kunia mamoja na wewe. Naweza kweli nikajaribu kunia mamoja kuhusiana na masuala ya masomo. Lakini sio yote amepata na mume unataka aache kwenda kuolewa. Kwa kweli hilo mimi siwezi kunia na wewe. Sasa
Nyinyi mna uhakika gani kama huyo mwanaume atakuwa ni wa kweli? Si ndo uache sasa akajaribu maisha, tuone nini kitakachojiri. Wao wamependana, wao unataka kuanza kuvuruga. Unamaanisha nini? Sasa kwani mke wangu imekuwa ni ugomvi? Sio imekuwa ni ugomvi, natakiwa ukae chini uelewe. Huyo ni mtoto, tena ni wa kike. Sasa utakapoendelea kumtunza hivyo kama namna wewe unavyotaka, asiolewe, asisome, biashara zimgome, huoni kama unamuingiza kwenye hali ya kuweza kuwaza hata kujiua? Kwa nini tumnyime haki zote za msingi? Tumemnyima haki ya kusoma, basi tumwache aolewe. Kama amempata mwanaume aolewe. Sasa kwa nini haulifikirii hili mume wangu? Wekea kitu nataka tu mkataze. Itakuwaje? Mimi sio kwamba namkataza. Mimi nachotaka, kama endapo utakuwa umempatia mwanaume ambaye ni wa kweli, huyo ndio ninayemtaka muoe. Sasa utampata wapi mwanaume wa kweli kama endapo hujamwachia mtoto mwenyewe akatafuta? Utamletea mwanaume ambaye hamtaki. Mbona ukae vizuri ukafikiria Daniel wewe? Kwa hiyo mimi umeona mimi sifikiri, si ndio? Hauna fikira. Kwa sababu ungekuwa na fikira, ungekaa chini ukatafakari. Tumemkataza kwenda kusoma. Amepata bwana, anataka aolewe. Na yeye mwanaume tena humtaki. Unataka nini baba wewe? Kwa hiyo mimi ni mjinga, si ndio? Kwa hiyo unanishauri vipi yani? Na huyo Davis niache kumfuatilia? Hiyo ni juu yako sasa. Kama unataka kumfuatilia, we fuatilia, ukitaka uache. Kwa hiyo inaonekana kila kitu hapa ambacho mimi nachokifanya, manake niko mimi mwenyewe peke yangu, si ndio? Manake wewe huwezi kunia mamoja na mimi, si ndivyo? Mimi nimesema sitania mamoja na wewe kwa upande wa LC. Sijasemea kwa upande wa Davis. Samahani. Sasa kwa nini tunataka kuanza kugombana kati yangu mimi na wewe? Kwa nini tunataka kuanza kugombana? Hali ya kwamba ni vitu vya kuzungumzika tu na vinaisha. Mimi siwezi nikakuelewa mume wangu. Yaani kumkataza Elisi asiolewe na tumemkataza asisome, tumempotezea ndoto zake ngapi? Na hiyo na yenyewe tuipoteze. Sitaki kunia mamoja na wewe kwenye hili. Unajua ukioa wanawake wapumbavu, sometimes sijui wanakuwaje. Sawa, acha kunia mamoja na mimi. Hakuna shida. We ni mjinga mmoja. Yaani we na mwanao ni kama vile akili zinafanana. Sawa. Kama kweli zinafanana, acha zifanane. Kwani Elisi na Silvia kwani ni vitu tofauti? Ametoka kwenye tumbo langu ndiyo. Acha tufanane, hakuna shida. Nashukuru sana. Nashukuru. Sasa unaenda wapi tena? Mama Davis. Ish. Mtoto wa kike ni mtoto. Mtoto wa kike ni mtoto. Usimnyanyase, usimbague. Usimnyanyase, usimbague.
usimbague, usimnyanyase, usimbague. Wote sawa, wote sawa, wote sawa, waliumbwa na Mungu. Wote sawa, wote sawa, wote sawa, waliumbwa na Mungu. Wote sawa, wote sawa, wote sawa, waliumbwa na Mungu. Naam mpenzi msikilizaji, tafrani zinazidi kuongezeka katika simulizi hii. Tumemuona wakati Silvia pamoja na mume wake mzee Danieli wakiwa wameelekea sehemu ambapo alipo Eris. Baada ya kuanza kuzungumza naye vizuri, mzee Danieli akaanza kuzungumza kuhusiana na masuala ya kumkataza baada ya Eris kuingiza swala la kwamba amepata mwanaume na akaonyesha dalili ya kumgomea na huyo mwanaume manake asiwe naye. Amemgomea masomo asiendeleze, lakini anawaambia kwamba nimepata mwanaume, naombeni mniombee. Yule mzee Danieli akaamua kuweka kigingi hapo. Sasa alivyoweka kigingi akatofautiana na mke wake Silvia. Silvia anataka mtoto wake aolewe kwa sababu kama ni masomo wamemsitishia. Sasa iweje tena na masuala ya kuolewa na yenyewe yasitishwe? Pia tumemwona Silvia kaondoka pasina kuaga. Baada ya kuondoka, binti Eris akawa amebaki na babake. Akajaribu kulalamika pale, na Eris akaanza kusema, "Je, baba unataka kunioa? Unioe kwa sababu nimepata mwanaume, unanigomea. Masomo mmenigomea. Nyinyi mnataka niishi vipi? Basi kama unataka mimi niendelee kuwepo, unioe." Babake amekasirika na kuanza kumpiga. Eris maskini ya Mungu anaanza kulia. Hapo simu ikaanza kuita. Ni ya nani hiyo? Ya yule kijana mwanajeshi anaitwa Mrope. Ana mpango wa kuja kumchukua mpeleke kwake anapoishi. Tukija katika upande mwingine tumemuona huyu Judith yuko pamoja na bosi wake. Wanaendelea kuzungumza kwa sababu Judith anaonekana amepigiwa simu ya kwenda moja kwa moja mpaka kule ambapo ni kwenye mihogo walipokamatiwa Shani pamoja na Davis. Kwa hiyo inatakiwa aenda katoe ushahidi. Je, walianzaje? Je, walifika gesti? Kwa hiyo anaenda kutoa ushahidi. Tena Judith anataka ampitie binti huyu wa kuitwa Eris. Na pia huku mzee Danieli pamoja na mke wake Silvia wanaongea, lakini bado wanaendelea kutofautiana kutokana na mazungumzo yao. Je, unahisi sehemu ya 5 huyu binti wa kuitwa Eris atakutwa kweli nyumbani pale kwa mzee Danieli akiwa amekaa ili aweze kupitiwa? Je, atapigiwa simu? Na vipi mzee Danieli na mke wake Silvia wataenda katika hilo tukio kutokana na haya yanayoendelea kujitokeza? Au nahisi ni kitu gani ambacho kitakachotokea? Kama endapo haujasubscribe channel yetu, basi chini ya video hii kuna kitufe ambacho kina rangi nyekundu
chenye alama ya kengele. Ukigusa hapo moja kwa moja utakuwa mwanafamilia wa chaneli hii. Ni kuage niseme kwa heri kwa sasa, tukutane sehemu ya 5 kujua mbivu na mbichi katika hiki ambacho kinaendelea. Silvia pamoja na mme wake wameleta kashikashi, na je, huko kwingine huko itakuwaje? Kina Judith wanaenda kuwa mashahidi? Na vipi kuhusiana na Mrope? Kweli atampeleka huyu binti wa kuitwa Eris, atampeleka kwake? Je, Judith atakapokuja kwa mzee Daniel atamkuta Eris? Ni vitu gani ambavyo vitakavyoendelea? Endelea kuifuatilia mpaka hapo sehemu ya 5 tutakapokutana tena. Ni kuage niseme kwa heri kwa sasa. Mtoto wa kike ni mtoto, mtoto wa kike ni mtoto. Usimnyanyase, usimbague, usimnyanyase, usimbague. Mtoto wa kiume ni mtoto, mtoto wa kiume ni mtoto. Usimnyanyase, usimbague, usimnyanyase, usimbague. Wote sawa, wote sawa, wote sawa, waliumbwa na Mungu. Wote sawa, wote sawa, wote sawa, waliumbwa na Mungu. Wote sawa, wote sawa, wote sawa, waliumbwa na Mungu. Unaangalia Baba Sam the King Tanzania TV channel. Kwa maoni na ushauri tumia namba zifuatazo: 0752732515. Baba Sam the King.